Jina langu ni Pascal Mayala, ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa kujitegemea ambaye inafanyia kazi kampuni inaitwa PPR. Nikianza na Oktoba 29, kabla ya Oktoba 29 yalizungumzwa mengi, lakini kubwa kuliko yote ilikuwa ni ile hoja ya chama kikuu cha upinzani kwamba hatutashiriki uchaguzi kama hakuna mabadiliko ya msingi ya katiba, inaitwa no reform no election. Na mwenyekiti wa chama kile Mheshimiwa Tundu Lissu akatishia kwamba kama hakutakuwa na mabadiliko tutakinukisha mpaka uchaguzi usifanyike. Sasa hiyo kauli ikaitetemesha serikali, ikaiogopesha. Lissu akashikwa akatunzwa mahali salama, na mimi kwa mawazo yangu nikajua kwamba atatunzwa mpaka tu baada ya uchaguzi. Sasa ile siku ya uchaguzi pika na maneno ya tutafanya maandamano uchaguzi usifanyike zilisemwa na zilihamasishwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini mamlaka za Tanzania zikasema sisi tuko imara. Kwa hiyo sasa kitu ambacho hata mimi mwenyewe sikukitegemea, nikiwa nategemea kwamba Watanzania siku zote ni waoga, baada ya vile vitisho hakuna mtu yoyote atathubutu kutoka barabarani. Kitu cha ajabu, tarehe 29 kweli vijana Gen Z wakatinga barabarani, na sio tu kutinga barabarani, na ni kweli walikinukisha kwenye baadhi ya maeneo. Sasa kitu kibaya kuliko vitu vyote, serikali yetu, jeshi letu la polisi, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinazo namna za kisheria, za kihaki na za kihalali za kuzuia vurugu za namna hiyo. Jeshi la polisi lina mamlaka ya kutumia risasi za moto kutuliza vurugu zilizopindukia, haswa kama ni maandamano, lakini ukiwatuliza waandamanaji wasio na silaha za moto, una wajibu wa kupiga kwa kulenga chini ya kiuno ili kuwa destabilize na kuwalaza chini na kulia. Sasa kitu kilichotokea, ikatolewa amri ya kutotembea jioni baada ya saa 12, lakini ile amri ya kutotembea baada ya saa 12 ni kama vile kutangaza hali ya hatari. Tangazo la namna ile linatakiwa kutolewa na mtu mmoja tu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangazo lile la kutotembea baada ya saa 12 lilitolewa na IGP. Kwa hapa Dar es Salaam lilitolewa na kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Sasa kitu ambacho kwenye lile tangazo hawakusema, wangeeleza Watanzania kwamba ukionekana nje popote baada ya saa 12 jioni utauliwa, watu wangeelewa. Kuna watu wamepigwa risasi maeneo mbalimbali hata bila kujua kwamba kuna tangazo. Lakini kitu kikubwa zaidi, kwenye katiba yetu haki ya kuishi ipo, yaani hakuna haki ya kumuua mtu. Kwa hiyo tunachojiuliza ni nani aliyetoa ile amri ya kutumia risasi za moto ile tarehe 29. Lakini tarehe 29 ndio hayo yaliyotokea, katokea, na waliopiga kura wakapiga na matokeo yakatangazwa, na kiukweli yale matokeo ya kwamba rais ameshinda kwa 98%, zimepigwa kura milioni 32, kuna watu wana mashaka nayo, yaani kwamba hivi kwa vurugu zile watu milioni 32 wametokezea na wamepiga kura. Watu wamepiga kura muda gani? Internet ilizimwa. Sisi waandishi wa habari hatukuwa na access yoyote ya kupata chochote kinachoendelea zaidi ya mainstream media, na hizo mainstream media zinapewa feed za matokeo. Kwa hiyo mpaka ile matokeo yanatangazwa na huo ushindi wa kishindo wa 98%, kwa sisi vyombo vya habari vya Tanzania
Ukishakata tu internet, kwa sisi wanahabari ni kama umetukata maini, hatuna tena namna ya kupata ile source. Lakini zile fujo pia zilifanya baadhi ya vyombo vya habari navyo viliogopa, yani kwa sababu inafika mahali hakuna habari ina thamani kubwa zaidi ya uhai wako. Kwa hiyo wewe mwandishi mwenyewe unapokutana na mazingira ya hatarishi, una wajibu wa kujilinda wewe na kujiokoa, usije ukapoteza maisha kwa kisingizio kwamba nilikuwa natafuta habari. Japo ni media, tuko huru, tunajiita tuna uhuru wa habari, lakini tuna tatizo la kukabiliwa na kitu kinaitwa media oga. Yani media zetu ni waoga kutangaza kitu ambacho wanahisi kwamba serikali haitafurahia. Kwa sasa hiyo ni kwa mainstream media karibu zote, ukiondoa media za online. Labda mtandao pekee ambao umeendelea kusimama bila kuyumba na bila kuegemea upande, mimi naweza nikasema labda ni Jamii Forum. Yani ndio kwa sababu ni user generated forum, watu wanapost mawazo yao na yanapokelewa. Lakini hizi media nyingine zote mainstream, yani kuna vitu ambavyo baada ya kuona serikali imeshuti internet, imezima internet, vyombo vyote vya habari vinasubiri taarifa za kutoka serikalini, taarifa kutoka tume ya uchaguzi. Tena kitu cha ajabu, hata yale matukio ambao walikuwa wanapita mitaani wanayaona, hakuna vyombo vya habari vya nyumbani vilisubutu kuyatangaza, yamekuwa yanatangazwa na vyombo vya jirani. Sasa ule uoga wa media yetu unafanya moja yale majukumu muhimu ya media kama muhimili wa 4 kwa media ya Tanzania, tunashindwa kuwa muhimili wa 4 kwa sababu ya kusongwa na kuzongwa na uoga. Ilikuwa inatakiwa hizi mainstream media ziendelee kusema ukweli, na sometime mimi naamini kwamba hata serikali ikifanya makosa, ikiambiwa na media very serious kwamba this is not right, serikali makini zinazowajali watu zitasikiliza. Lakini sisi media zetu tuliamua bora tunyamaze, tubaki salama. Sababu ambayo imetufikisha hapa tulipofika ni mtangulizi wa Rais Samia, JPM, alikuwa ni mkali sana kwenye critique. Sasa mwanzo kulitokea kule Rufiji, mahali panaitwa Mkiru, kuna mwandishi wa Mwananchi anaitwa Azori Gwanda. Yeye alikwenda kule Rufiji, akapiga kambi, akakuta kuna kitu kinachoendelea sio cha kawaida, akaripoti kuhusu kupotea kwa watu, kupotea kwa viongozi, kupotea na hao wanaopotezwa, yani wanapotea na hawaonekani kabisa. Kwa hiyo akawa anaandika makala ambazo ni series. Kwa hiyo from nowhere yule Azori Gwanda alitekwa, na alitekwa na gari ya Land Cruiser hardtop nyeupe, na kabla hawajamteka walikwenda shambani kwa mkewe kuchukua funguo za nyumba, alafu wakaenda nyumbani wakasachi, wakaparaganya kila kitu, alafu wakaacha hapo mlango wazi, wakaondoka na Azori. Mkewe alivyotoka shambani akakuta hali aliyoikuta, akawa anasubiri tu mume wake arudi. Yule mwanaume hakurudi mpaka leo. Ikaja kwenye mtandao wa Jamii Forum, kwa kuna mwandishi mmoja mwanachama ambaye ni mwandishi wa IJ anaitwa Ben Saanane. Yeye alichukua research thesis ya PhD tasnifu ya mmoja wa viongozi, akaipaste kwenye program moja maarufu ya kuangalia kitu kinaitwa plagiarism. Akatoa data kwamba huyu kiongozi amepata PhD ya University of Dar es Salaam. Hiyo PhD aliyoifanya, amefanya PhD ambayo inafanywa kwa
thesis no, kwa coursework and dissertation. Yani kuna namna mbili za kufanya PhD. Namna ya kwanza unafanya PhD by thesis, ya pili unafanya kwa coursework na dissertation. Sasa ile PhD yake yule kiongozi imefanywa kwa coursework and dissertation. PhD za coursework and dissertation ni mtu unakwenda unakaa shule full time. Kwa hiyo jamaa huyo mwandishi Ben Saanane akachukua details za yule bwana akasema huyu jamaa hajawahi kwenda shule full time, kwa sababu siku zote wakati anafanya PhD alikuwa ni waziri na ni mbunge na hakuwahi kujiuzuru uwaziri wala kujiuzuru ubunge. Haiwezekani, alikuwa shule anasoma. Lakini akachukua sasa hiyo program ya kuona hiyo plagiarism, akaingiza ile thesis yake yote kwenye hiyo program. Ile program ika print out kila kitu alichokiandika kwenye ile thesis amekipata wapi na kimeandikwa na nani. Akaipandisha kule Jamii Forum. Baada ya kuipandisha Jamii Forum, nadhani haikupita hata siku 2 siku 3, kule Jamii Forum ilishushwa na yule jamaa alipotea, hakuonekana tena. Sasa kutokea pale, tasnia ya habari tukaanza kuwa makini, kila mtu asimame vizuri. Yani kwamba kuna baadhi ya mambo unaweza ukayasema yakakugharimu. Kwa hiyo ule uoga sasa ukaingia, media ikaingia guns. Baadhi ya vitu vinafanyika, media haiwezi kusema, inaogopa kwamba wenye mamlaka hawatafurahi. Sasa baada ya JPM kufariki na akaingia mama alibadili baadhi ya mambo na kuonyesha kwamba jamani, mimi niko tayari kuambiwa, lakini kuna vitu alivisema categorically kwa media kwamba bwana, mkinikuna nitawakuna, lakini mkinipara nitawapara. Sasa media inaogopa kuparwa, yani kwa hiyo media yetu hii mainstream media inaogopa kuparwa, na matokeo yake ukiangalia kwenye redio zetu, ukiangalia kwenye TV zetu, hakuna vipindi very very dynamic na critical kwa the status quo kama media za wenzetu Kenya, kama Uganda, hata media za Marekani. Media za Marekani, rais Trump anabananishwa, lakini kwa hapa Tanzania mta notice kwamba hata JPM mwenyewe baada ya kufanya mkutano mmoja tu na waandishi wa habari pale Ikulu, na mimi nilikuwepo na niliuliza swali likaonekana kama swali gumu, hakuwahi kufanya mkutano mwingine wowote na waandishi wa habari. Rais Samia tangu ameingia hajawahi kufanya mkutano wowote na waandishi wa habari kumuuliza maswali yoyote. Miaka yake ya kwanza 4 imepita. Sasa hivi tuko kipindi chake cha pili cha miaka 5. Kwa hiyo sasa hata akifanya ule uoga kwa waandishi kwamba bwana, hebu tutangaze vitu ambavyo mamlaka itavifurahia, ndio umetufikisha hapa ilipotufikisha. Lakini sheria yetu ya habari bado ni nzuri, japo ina baadhi ya mapungufu ya kwenye uhuru, lakini bado sisi waandishi wa habari na vyombo vyetu vya habari hatutimizi wajibu wetu kikamilifu kwa uoga tu, na sio kwa sababu ya vikwazo vya kisheria ama kiutaratibu ama kikanuni. Yani kwa mfano, tungekuwa tuna kitu kinaitwa dynamic media, yani dynamic media ambayo ni vibrant. Lile tukio la Oktoba 29, waandishi serious wa IJ wangeingia kuchakura nani alitoa ile amri ya kupiga watu risasi za moto, ukaingia kuangalia GPO ya polisi, mamlaka gani polisi inayo ya kuua watu. Wamekufa watu waliotajwa 518, watu 518 ni watu wengi, wamepigwa, wengine ni kwa risasi za moto zilizofyatuliwa na polisi waliokwenda shule kusoma namna ya kudhibiti vurugu za namna hiyo. Kwa sasa ina maana tungekuwa tuna media inayofanya kazi yake vizuri, ungeweza kukuta yule aliyetoa hiyo oda, kama angekuwa ndio yeye mwenye mamlaka ya kutoa hiyo oda, saizi ingekuwa ameshafungashwa virago na kurudishwa kijijini kwake.
kuna tatizo kidogo mimi nimeliona mwenyewe kwa upande wa hizi mamlaka za udhibiti, hawa Journalist Accreditation Board na mamlaka ya TCRA. Cha kwanza, kitu ambacho mimi nimeshakiobserve mwenyewe ni kwamba TCRA na JAB ni vyombo viwili tofauti vilivyoko chini ya wizara mbili tofauti vinavyoshughulika na sheria mbili tofauti, na zote zinawadhibiti waandishi wa habari, kitu ambacho is very wrong. Ile JAB iko chini ya wizara ya habari na tunatumia hii sheria ya habari, Media Services Act, na sheria ya habari iko chini ya wizara ya habari, alafu inawabana waandishi na vyombo vya habari, lakini JAB uwezo wake ni kubana zaidi vyombo vya habari vya magazeti, ila kwa vile JAB ndo anayetoa zile press card hata kwa waandishi wa televisheni, kwa waandishi wa online, kwa JAB wamejiingiza mkono wake kuwabana na watu wa online na watu wa TV. Alafu vyombo vya habari vya televisheni, redio na online vinadhibitiwa vyenyewe na EPOCA ambayo iko chini ya TCRA iliyoko chini ya mamlaka ya mawasiliano. Sasa kitendo cha mtu anafanya kosa moja, anahukumiwa na taasisi mbili tofauti, anapewa adhabu mbili tofauti kwa kosa lile lile moja, hii sio haki hata kidogo. Mimi mwenyewe ni mfano, kwa sababu yamenikuta. Kisheria inatakiwa chombo cha habari kikitoa maoni ambayo mtu anajihisi kama hajatendewa haki, huyo ambaye hajatendewa haki ndo anatakiwa kwenda kulalamika, lakini from nowhere JAB wakatuita. Madam sheria ilikuwa inataka mtu alalamike ndio uitwe, na kwa sababu hakuna mtu yote aliyolalamika umeitwa, na pale pale tukapigwa onyo. Kwa sasa kosa ambalo linafanyika kwa JAB, baada ya kupewa kitambulisho cha JAB, ule utanzania wako unaporwa, yaani unakuwa uruhusiwi tena kutoa maoni yako kama Mtanzania, kwa sababu ukitoa maoni ambayo JAB hayataipendeza unaitwa na kuonywa, kitu ambacho is not right. Lazima kuweka mpaka. Cha kwanza, mimi ni Mtanzania na uhuru kwa mujibu wa ibara ya 18 kutoa maoni yangu yoyote, wala sitakiwi kumfurahisha mtu yoyote as long as maoni yangu hayajakiuka haki ya mtu mwingine. Sasa JAB inatumia, hata ukitoa maoni kama alivyotoa Zungu, maoni yake binafsi, anakuja kugeuzwa kwamba huyu sasa ametoa maoni kama mwandishi wa habari. That's not right. Hicho ambacho JAB wanakifanya cha kuita waandishi na kuwaonya, JAB haina mamlaka hayo. Ilikuwa kwa mujibu wa sheria ya habari kuundwe kitu kinaitwa Baraza Huru la Habari. Hata MCT kwa mujibu wa sheria ya habari, MCT has nothing to do with mambo ya habari, imeshakuwa redundant, imetupwa chini pembeni, kwa sababu mpaka sasa tunapozungumza sheria hii mpya iko tangu ile 2016 na miaka 10 sasa, lakini mpaka leo Baraza Huru la Habari bado halijaundwa, yaani mpaka hapa tunapozungumza. Sasa ni Baraza Huru la Habari ndio lilikuwa na mamlaka ya kuwahoji waandishi, kuwaonya na kutoa hizo adhabu, sio TCRA, sio JAB. Na kitu ambacho nasema mimi kama mwandishi, ili twende mbele salama, lazima tufike mahali vyombo vyote vya habari viwe chini ya sheria moja, chini ya mamlaka moja na chini ya wizara moja. Pia vyombo vingine viko chini ya TCRA, chini ya wizara ya mawasiliano, vingine viko chini ya wizara ya habari, ni usumbufu. Zamani ilikuwa ni wizara moja ya habari na mawasiliano, sababu ni vitu vinavyofanana, lakini mambo ya kutengana panga pangua yamefanya hivi.
hizi online forum, nyingi ya online forum kwanza ni bure, yaani ni bure kujiunga na Facebook, ni bure kujiunga na Twitter, ni bure kujiunga na YouTube. Ukiwa na jina langu kama mimi nilivyo mwenyewe Pasco Mayala na akaunti yangu ya Twitter na akaunti yangu ya Facebook na akaunti yangu ya YouTube na akaunti yangu ya Instagram, naruhusiwa kuweka content yoyote kwenye akaunti yangu bila kulipia popote, bila kuomba kibali cha mtu yoyote na bila kutakiwa kuwa na kibali chochote, kwa sababu ile ni personal account yangu. Lakini ili niweze kuwa na kusambaza habari lazima niwe na press card ili niweze kuwa na access ya kuingia kwenye matukio ya kihabari. Sasa unapoitumia online forum yako, kama mimi niite sasa Pasco Mayala TV, sasa pale ndo nitatakiwa sasa mimi niende TCRA nikaombe leseni ya content, yani ili sasa niwe natuma hizo content za kihabari. Lakini kama sijaamua kuifanya ni TV, ni online TV, Pasco Mayala kama Pasco Mayala, na uhuru wa kuendelea kuitumia YouTube bure bila kuomba kibali cha mtu yoyote na bila kwenda popote kuomba kibali. Sasa mimi kwa sababu tayari ni mwandishi wa habari, tayari ninayo press card yangu ile ya JAB, nikiamua kuweka content yoyote kwenye page yangu, TCRA hawana mamlaka ya kuja kuniingilia, mbona umeweka content ya kihabari bila kibali, kwa sababu ile ni personal account yangu. Kwa kitu ambacho wanafanya, hiyo inakubalika. Hata wanasheria, baada ya kusoma sheria, ili uwe wakili lazima ukasajiliwe na Tanganyika Law Society, na kule kwenye usajili lazima ulipie ada za leseni ya kufanyia shughuli za kisheria, na wakati huo bado una leseni ya biashara ya kufanya biashara. Ile leseni ya JAB ni professional accreditation. Leseni ya TCRA ni content, kurusha content, na leseni ya biashara ni kwa ajili ya kulipa kodi za mamlaka ya TCRA, kitu ambacho tunakikosa kidogo Tanzania. Na hiyo mimi siku zote na walaumu hata TCRA wenyewe, na walaumu hata mamlaka ya mapato Tanzania TRA, sasa hivi na walaumu hata JAB, na walaumu hata BASATA. Hakuna vipindi vya kutoa elimu, kuelimisha watu hii professional license ni nini, leseni ya biashara business license ni nini, na tini ni nini. Yani elimu ikitolewa nzuri ni kwamba ukishakuwa na leseni ya kufanya biashara unaruhusiwa kufanya biashara ile ambayo uliombea leseni, lakini hiyo biashara yako kama inahusiana na professional, yani professional ya kitu fulani, lazima wewe uwe na professional license ya hicho kitu. Yani kwa mfano ukiwa wewe ni daktari, tayari una leseni yako ya daktari, ili uweze kuendesha hospitali lazima utakata leseni ya uendeshaji wa hospitali. Ili upewe leseni ya uendeshaji wa hospitali lazima uonyeshe vyeti vyako vya udaktari na leseni yako ya udaktari kwamba naruhusiwa kuendesha hospitali. Kwa sasa wewe baada ya kukata leseni ya biashara kwa ajili ya kulipa kodi, ile leseni ya TCRA ni professional, kwamba wao ndo wanadhibiti mambo ya habari, kwa ni leseni ya udhibiti. Na kuna baadhi ya biashara nyingine naweza nikakwambia amini usiamini, zina leseni mpaka 6, leseni mpaka 8. Yani kuna vile leseni vingi, lakini vyote viko na vinalipiwa. Mimi nimeingia kwenye mtandao wa TCRA. Mimi nafanya content creation ya vipindi vya TV. Hakuna leseni ya kutengeneza vipindi kama production house. Wakaniambia pale wana leseni ya content TV, yani kutengeneza TV free to air,
inalipiwa 1,106,000. Nikawambia kwamba jamani, mimi sitangazi kule kwenye free to air, mimi na produce tu vipindi vyangu, natengeneza tu vipindi alafu navirusha kwenye YouTube. Wakasema hiyo leseni lazima ukate hiyo leseni ya 1,106,000. Lakini kama huwezi kukata leseni ya 1,106,000, basi kata leseni ya content creation ya YouTube ambayo ndio hiyo 500,000 na kiingilio cha shilingi 50,000, kwa 550,000. Kwa hiyo nilichokuwa nasema hata nikikata hiyo ya 550,000 natakiwa niende YouTube tu. Nikienda na kupeleka vipindi vyangu kwenye TV, watataka nilipie ile ya 1,106,000 na ni biashara nyingine. Nimeenda huku BASATA, kuna hiyo bodi ya filamu. Kwenye bodi ya filamu, huwezi amini, hakuna provision ya sisi ambao ni production houses. Wao wana deal na watu wa filamu na wasanii. Tunalazimishwa eti kutengeneza vipindi vya TV, lazima niwe na kibali cha bodi ya filamu. Kule bodi ya filamu wanazungumzia habari ya filamu tu, hakuna mazungumzo yote kuhusu vipindi. Kuna kibali kingine natakiwa nikipate BASATA cha mambo ya sanaa. Hayo mambo ya sanaa wanazungumza vipindi vya sanaa tu, mimi natengeneza vipindi vya siasa. Kwa hiyo bado kuna mambo mengi kwenye hii tasnia yanakwenda shagala bagala kwa sababu hatujui. Na mimi nasema sisi ambao tunafanya, tusipoongea tukaonyesha concern zetu, wale mamlaka wanajiona wako very right. Kwa sasa hata hiyo ambayo inafanywa ya leseni mbili, yani ukate leseni online, uje ukate leseni nyingine ya website, uniwizi mchana. Tusiruhusu. Sasa hivi hapa hii ripoti ya Jaji Chande tutaweza kujadili kile kilichosemwa na Jaji Chande, lakini hatuna uwezo wa kuingia kuona ndani ya ripoti hiyo na nini, kitu ambacho mimi kwa maoni yangu it's not right. Yani kwa jambo kubwa kama lile, ilikuwa rais mwenyewe tu kwa utu wake kwamba jamani, madam niliunda itume ya rais ya uchunguzi, basi madam imeniletea ripoti, ile main report mimi nitaiweka iwe public, alafu vile viambatisho, yani vile vibango kitita vyenye ushahidi vyenye nini vile ndio tunafanya sasa hivi, acha vikae chini ya uangalizi wangu. Lakini hata ile ripoti yenyewe haiko popote zaidi ya ile kauli ya Jaji Chande, kitu ambacho kwa sisi wanahabari na Watanzania kwa jumla, mimi nimeshaandika makala 4 za hii ripoti ya Chande. Katika hizo makala, moja kuu ambayo nimelizungumza ni kwamba ripoti imepooza kidogo kiu kwa kutoa idadi ya vifo, lakini haijakata kiu ya Watanzania kuhusiana na haki na kile kilichotendeka. Ripoti haikusema haswa chanzo halisi, kwa sababu kuna kitu kinaitwa chanzo halisi na kuna kitu kinaitwa trigger mechanism. Ile Oktoba 29 zile vurugu ni trigger, lakini kuna chanzo kinaitwa underlying causes, kiko na kinajulikana na serikali inakijua nini, lakini hakitaji. Nimetolewa tu taarifa wameuliwa watu 518. Hakuna mahali popote anasema hayo mauaji ya watu 518 ni mauaji ya halali au mauaji ya haramu. Yani ripoti yenyewe imenawa mikono kwamba sisi sio kazi yetu kusema kama kuna makosa ama hamna. Sisi kazi yetu kuonyesha tu kile tulichoonyesha kwa mujibu wa zile hadidu zao walizopewa. Kwa hiyo mimi nasema maadamu rais wetu amekubali ataunda kikosi cha haki jinai, uchunguzi wa kijinai, then baada ya uchunguzi wa kijinai lazima Watanzania sasa, yani itafika mahali Watanzania tutaona kwamba kuna watu wanawajibishwa, kuna makosa yakasema alifanya, makosa alifanya na nani. Lakini hata hiyo ripoti ya haki jinai, kama aliyetoa oda hataendelea kutajwa, ataendelea kuhifadhiwa,
itakuwa bado yale maswali yanabaki pale pale kwamba tungehitaji an independent commission of inquiry. Tuna sheria inaitwa sheria ya nyaraka za taifa. Katika ile sheria ya nyaraka za taifa, zile barua zote za kiserikali ambazo ni za kawaida zinapelekwa pale nyaraka za taifa. Alafu kuna barua ambazo zinaitwa confidential. Zile confidential zikikaa pale miaka 20 zinakuwa ni public document, yani public inaruhusiwa kwenda kuangalia barua za siri za serikali zilikuwa zinasema nini. Alafu zile kuna barua zinaitwa secret. Zile barua zinazoitwa secret baada ya miaka 30 zinaruhusiwa kutazamwa. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa sasa hivi tunaweza tukaenda kuangalia pale nyaraka za taifa barua za siri za serikali za miaka 30 iliyopita. Alafu kuna siri zinaitwa top secret. Top secret ni zile siri ambazo ni siri kubwa. Zile top secret zinakuja kufunuliwa usiri wake baada ya kipindi cha miaka 50, yani kwa hiyo zinaruhusiwa kuonwa na public. Ila sasa katika hizo barua ambazo zinapelekwa kwenye nyaraka za taifa ni zile barua za serikali tu kawaida, lakini barua za rais kwenye maktaba ya rais na barua za idara ya usalama wa taifa haziondolewe usiri milele. Kwa hiyo ina maana kwamba hiyo ripoti ya rais ikienda kwenye maktaba ya rais haitaonekana milele, kwa sababu hakuna hata siku moja zile siri za ofisi binafsi ya rais zinaruhusiwa kuja kuwa public document na siri za Ikulu. Kwa hiyo siri za mawizara zitaendelea. Kwa hiyo ina maana kwamba hii ripoti kama Rais Samia mwenyewe hatajisikia kuitoa kwa public, hakuna namna itafika mahali ukafanya research ukaja kuirejea kama ripoti. Na mimi nasema na naiomba sana nchi yetu ikubali, kama hiki kipindi kitakuja kuonekana, hakuna namna ya kulimaliza hili la Oktoba 29 kwa kufukia vitu vunguni. Tusifikiri kwamba we are very safe. Ripoti ya Chanda imekuja, kuna vitu tunafukia. Kuna vitu yani, kwa sababu kwa hali tulipofikia, huu si wakati wa kufukia. Yani vitu vyote tutoa, weka hadharani, watu waone, na hiyo itatusaidia na hata yeye mwenyewe itamsaidia. Lakini tukiendelea kufukia, yani kwa mfano imetolewa tayari taarifa ya watu 518, hakuna taarifa yoyote wamezikwa wapi, hakuna taarifa yoyote wangapi wamechukuliwa na ndugu zao, hakuna taarifa yoyote wangapi wamewazika ndugu zao. Lakini tume katika wale watu ambao imewahoji, japo imetoa taarifa, imetoa taarifa ya vifo 518, kwenye hadidu zake za mahojiano wamesema tumewahoji familia 1315 ambao zimefiwa na watu wake. Sasa hizo familia 1315 yani kama zimefiwa na watu wake, ina maana waliothibitishwa kwamba wamekufa ni hao 518. Then hao 518 tuonyeshwe makaburi yao yako wapi, wamezikwa na nani. Hii ya kuendelea kutoa kipande alafu unanyamaza kwamba tusiseme walizikwa wapi, tusiseme hakuna makaburi ya pamoja, itafanya bado kelele ziendelee. Watu watakuja kutafuta ya makaburi ya pamoja, na kuna itafika mahali watakuja kufukua na kukikutwa miili, itakuwa songo mbingo nyingine tena. Lakini vizuri tukisema mapema, tunabaki salama zaidi. Mimi niko very optimistic kwamba cha kwanza, kitu ambacho ni muhimu kuliko vyote, naangalia nia na dhamira ya rais wetu Samia. Ukimwangalia vizuri, yani unamuona kabisa kwamba Rais Samia ana nia ya dhati
na dhamira safi ya kutaka Watanzania wapate haki, ila hapa chini yake kuna wasaidizi wake ambao hawamsaidii ipasavyo rais wetu ili Watanzania tuweze kupata haki stahiki. Sasa mimi niko very optimistic kwamba tukisimama sisi media, kama tukisimama pamoja, yani kama tutasimama pamoja na kupambana pamoja tukiwa kama kitu kimoja, itafika mahali Rais Samia baada ya kuwasikiliza hao wasaidizi wake wanaomdanganya, atasikia sauti ya sisi waandishi tunaomwambia kweli. Na tunakwenda sasa hivi kwenye siku ya tarehe 3, siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Nimeona baadhi ya waandishi wameanza kuitana itafanyikia Arusha. Nikaona hii ripoti ya sisi waandishi wa Tanzania tunajuana, yani kuna waandishi very critical, kuna waandishi wao ni maripota tu, kazi yao kuripoti chochote, na ndani miongoni mwetu pia kuna waandishi machawa. Sasa kumeshaingia kama chekecheke kwamba tukiwa na jambo letu kama tunataka liende salama, wale waandishi macritical msiwaite, wataharibu. Sasa miongoni mwa waandishi macritical mimi ni mmoja wapo. Nimeangalia chama changu nikamwambia kwamba jamani, kwenye hii siku ya uhuru wa vyombo vya habari mimi ndio katika watu ambao hatualikwi, kwa sababu watu wamekuwa wengi mno bwana, tumepunguza watu. Mimi ni katika waandishi ambao ningetakiwa niende pale alafu niseme, kwa sababu mimi ni mmoja wa victims wa kuminywa kwa vyombo vya habari na kuminywa kwa uhuru wa kujieleza, nikitegemea kwamba mimi ni miongoni mwa waandishi ambao vile vyama vyetu vya waandishi wa habari vitanipenda niweko pale ili niwatolee ushuhuda, lakini ni ile kwamba huyu jamani, critical simulate. Baada ya jaji kutoa ripoti yake pale Ikulu, ile tume ikaomba kukutana na waandishi wa habari na jukwaa la wahariri. Sisi tukapeleka majina yetu kwamba tunataka kwenda kuwauliza viongozi wa tume maswali yetu, tukapeleka majina. Huo mkutano siku ya kwanza ukaahirishwa. Ghafla bin vu mkutano ukafanyika jana, wale waandishi makritiko wote hatukualikwa, wakaalika waandishi wale wepesi. Matokeo yake kule Jaji Chande anakutana na maswali laini, kisa ukiwaita watu makritiko watauliza maswali magumu, alafu tutawaembarasi waheshimiwa. Sasa mimi nasema hii namna ya kuanza sasa kuogopana na kuanza kutengwa, unakuwa ualikwi mzee, yani hakuna tena mialiko, hakuna sehemu ukienda. Mimi najua kuna waziri mmoja tulikutana naye mahali kaomba mahojiano, waziri wa hii awamu ya Samia, waziri alikimbia, ndio bwana Samani na haraka kidogo, hebu subiri kidogo, wewe subiri kidogo, wala ushwa kwenye gari yake. Mimi nimebaki na kameraman wangu na kamera tukimsubiri wakati alichosema atakuja. Kwa hizi dalili za kuanza kuogopana na kuogopwa zinafanya tunazidi kuwa na media oga ambayo haitaisaidia nchi yetu, haitaisaidia serikali, haitamsaidia Mama Samia, wala haitawasaidia Watanzania.